Agano ya sirini. Agano ni makubaliano kati ya pande mbili, ni makubaliano kati ya pande mbili. Haleluya! Tutaenda kwanza kuangalia ni vitu gani au ni maagano gani hatari sana ambayo ayo yakikufunga hiyo inakuwa ni hatari. Nitasema aina kama 7 za hayo maagano ambayo yakikufunga, alafu nitayaelezea. Agano la kwanza ni agano la chakula. Agano la kwanza ni agano la chakula. Agano la pili ni agano la maneno. Agano la maneno. Agano la tatu ni agano la matendo. Agano la matendo. Agano la 4 ni agano la mavazi. Sijui naenda haraka. La 5 ni agano la sadaka. La 6 ni agano la kuzaliwa kwako. La 7 na la mwisho ni agano la maeneo. Naomba nirudie. Ya kwanza ni agano la chakula. Ya pili ni agano ya maneno. Ya 3 ni agano la matendo. La 4 ni agano la mavazi. La 5 ni agano la sadaka. La 6 ni agano la kuzaliwa kwako. La 7 ni agano la maeneo. Maeneo. Haleluya. Tutaanza na agano la chakula ambao tutasoma Mwanzo 3 mstari wa mwanzo. Tutasoma Mwanzo 3 sura ya 3 mstari wa kwanza mpaka wa 6. Kitabu cha Mwanzo sura ya 3 mstari wa kwanza mpaka wa 6. Neno la Mungu linasema, basi nyoka alikuwa mwerevu kuliko wanyama wote wa mwitu aliofanya Bwana Mungu. Akamwambia mwanamke, ati hivi ndivyo alivyosema Mungu, msile matunda ya miti yote ya bustani? Mwanamke akamwambia nyoka, matunda ya miti ya bustani tutaweza kula, lakini matunda ya mti ulio katikati ya bustani Mungu amesema, msiale wala msiaguse, msije mkafa. Nyoka akamwambia mwanamke, hakika hamtakufa, kwa maana Mungu anajua ya kwamba siku mtakapokula matunda ya mti huo mtafumbuliwa macho, nanyi mtakuwa kama Mungu, mkijua mema na mabaya. Mwanamke alipoona ya kuwa ule mti wafaa kwa chakula, wapendeza macho, nao ni mti wa kutamanika kwa maarifa, basi alitwaa katika matunda yake akala, akampa na mumewe, naye akala. Mstari wa 7, wakafumbuliwa macho wote. Amina. Tunaona mwanadamu wa kwanza kuangushwa alikuwa Adam na Eva. Mwanadamu wa kwanza kuangushwa alikuwa Adam na Eva. Waliambiwa wasile lile tunda, lakini wao walikula. Haleluya. Chakula kimekuwa kikiwaangusha hata watumishi wengi. Mtu unakuta anaalikwa kwenda kuombea sehemu, kaalikwa kitu cha kwanza, yeye anakaribishwa chakula, anakula. Hajaanza hata maombi, hajafanya chochote, yeye anaenda anakula. Watu wanakuletea chakula, Mungu anakuambia usile, lakini watu wanakula. Wanajiunganisha kwenye magano ya chakula. Tunaona Eva na Adam waliweza kula ile tunda likawaingiza kwenye magano. Haleluya. Mungu aliwaambia msiguse wala msije mkala hili tunda, lakini wao walifanya nini? Na ndio watumishi wengi sasa hivi wanatekwa katika hilo agano la chakula. Watu hawaombei chakula, mtu anakula tu, akipewa kitu anakula tu. Inawezekana ni mtego wa adui amekuja kuwinda huduma yako, kuwinda chochote ambacho umekibeba. Unaletewa kitu unakula ukiona tu kwamba huyu mtu yuko salama. Unajuaje kama huyo mtu yuko salama? Haleluya.
Haleluya. Halo. Halo. Kuna watu wamefunganishwa katika maagano ya vyakula. Mama kaokoka, baba hajaokoka. Baba kaokoka, mama hajaokoka. Unakuta sasa yule, je, nani anaupika? Watu wanaenda kula kwa mantilie. Unakuta saa nyingine mtu anaona kuna ile nembo kabisa pale sehemu ya kula. Ile nini wanaiweka kabisa. Lakini mtu anaenda anakula. Unajiunganisha na maagano, sehemu tayari imeshanuizwa. Sehemu tayari imeshafunganishwa. Mtu anaenda kula kwa mantilie. Mtu anaenda tu kula inadi kwa sababu tu ni kula, anaenda na kula. Mtu anashindwa kusongea mbele au kumove kwa sababu la lile agano la chakula alolishwa. Kuna wengine wamelishwa chakula toka wako tumboni. Unakuta kuna mtu hapa hajakupenda au hajakupendi, anakupa chakula unakula. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe sana. Halo. Twende tuone mifano ambayo wameingia kwenye agano la chakula. Ni nani waliingia kwenye agano la chakula? Mifano ambao watu waliingizwa kwenye agano la chakula. Tunaona Esau na Yakobo. Tunaona Esau alipoteza uzaliwa wake wa kwanza kwa sababu ya tamaa ya chakula. Baada yeye kusikia njaa, akaenda akamwomba ndugu yake chakula na akampa uzaliwa wake wa kwanza. Kuna watu wanapata neema alafu zile neema zinaondoka kwa sababu ya chakula walichokitoa au walichokila. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe sana. Ukisoma kitabu cha Mwanzo 25:29 tunaona jinsi ya Esau alivyoomba chakula. Bwana Yesu asifiwe. Cha Mwanzo sura 5 mstari wa 29. Yakobo akapika chakula cha dengu. Yakobo akapika chakula cha dengu. Esau akaja kutoka nyikani. Esau akaja kutoka nyikani. Naye alikuwa amechoka sana. Esau akamwambia Yakobo, tafadhali unipe hicho chakula chekundu. Kwa kuwa ninazimia mimi. Kwa hiyo walimwita jina lake Edomu. Yakobo akamwambia, kwanza niuzie leo haki yako ya mzaliwa wa kwanza. Haleluya. Hapo kuna watu wanatoa zile baraka ambazo Mungu amewapa kwa sababu ya tamaa, kwa sababu ya chakula, kwa sababu hawakuweza kumuuliza Mungu. Wao wanafanya tu bila maelekezo. Yeye alisikia njaa. Kuna watu wangapi wanasikia njaa wanaudi tu wanakula? Kuna watu wangapi wanatoa uzaliwa wao wa kwanza kwa sababu ya chakula? Haleluya. Mfano wa pili tunaona agano la Yesu na meza ya Bwana. Agano la Yesu na meza ya Bwana. Kwenye meza ya Bwana, kama mtu ana kifungo au ana agano ambalo limeshikilia ile meza ya Bwana, kile chakula cha Bwana kinafungua. Sasa hapo kuna pande mbili, positive na negative. Hiki ni chakula cha Yesu, kinafungua maagano hata yaloshindikanika, yale yanafunguliwa. Unapoenda kula ile, ndio maana unaona watu wanalipuka mapepo wanapokunywa ile wanapokunywa ile damu na ule mwili wa Yesu. Kuna vifungo vinafunguka. Haleluya. Halo. Haleluya. Ya tatu, chakula cha kimatambiko. Chakula hiyo ni mifano ya vyakula ambavyo vimeingizwa kwenye agano. Chakula cha kimatambiko, vile vyakula ambavyo vinafanyiwa kwenye matambiko, watu wanakula. Kuna miguu, vichwa, lakini watu wanakula hivyo vitu, vinawaingiza katika yale maagano ambayo sasa wengine wanashindwa kutoka. Haleluya. Haleluya. Halo. Twende tuone ya nne pia, vyakula vilivyowekwa dawa za kienyeji. Vyakula vilivyowekwa dawa za kienyeji. Kwa mfano, dawa zile ambazo labda wanatafuta labda mwanaume nguvu za kiume au uzazi
Ni dawa za kienyeji zimewekwa kwenye njia ya chakula, watu wanakunywa, watu wanakula. Unajifunganisha na maagano. Mtu anajua tu kwa sababu hii ni kienyeji, ni dawa tu, anakula. Unajua dawa imetamkiwa nini? Unajua dawa imewekewa nini? Bwana asifiwe. Bwana asifiwe sana. Tunaenda kuona ya pili, agano la maneno. Agano la maneno. Agano la maneno linaingiza watu katika maagano. Kwanza kuna aina mbili za maneno. Ukiwa na uchungu sana, funga kinywa chako. Ukiwa na uchungu sana, funga mdomo wako. Usiwe mwepesi wa kuanza kuongea. Una uchungu, unaongea wewe, unajifunganisha katika maagano. Unakuta mtu labda amefiwa na mtu, alafu uko pale unaanza kusema mimi nitafanya 1 2 3 kwa sababu ya uchungu pale, unaona ule uchungu, alafu haufanye. Umeshajiambatanisha na maagano, alafu wewe utendi. Hasira pia zinasababisha wewe kuingia katika maagano. Nilishasemaga siku moja, hasira au tabia za asili pia zinaweza zikakuingiza katika maagano. Ukiwa na uchungu unaanza kuongea maneno ambayo unamlaani hata Mungu. Wapo wengine wanamlaani hadi Mungu. Kuna mtu mimi alikuja kwangu akaniambia, pasta, yaani nilimsema Mungu nikamwambia mimi sikutaki tena, sitaki vitu vyako tena, wewe ni Mungu gani? Ni Mungu gani? Akapika hadi chakula kabisa. Akaweka kimoja pale, kingine akakiweka hapa, akiwa na maana anaongea na Mungu yeye na yeye. Kafunga sana, kafunga kavu, kafunga sana, kafunga 21, kafunga 40. Mungu hajampa majibu, alikuwa anatafuta ndoa. Sasa akakasirika, akasema wewe ni Mungu gani ambao nimekuomba hivi hujanitendea? Akapika chakula, akamaliza, akaweka kwenye kiti, kwenye meza, akaweka kiti, kwa anaongea na Mungu. Sasa mimi kuanzia leo sikutaki tena, sijui nini anaanza kuongea hapo. Sasa alikuwa na tabia ya kusikiliza redio ile ambayo ina mahubiri, akaifunga na ile redio. Sitaki kusikiliza hizi kelele. Wakati analala sasa, anataka tu kufunga macho, akaona kuna wanaume wawili, mmoja kulia, mmoja kushoto, wamesimama. Wale wanaume walikuwa wakipigana, wanapigana kwa sababu yake yeye. Kitu kikamwambia, kabla hajapata usingizi, akawasha ile redio. Sasa wale wanaume wanaopigana pale, anajiuliza hawa kina nani, mbona wananigombania? Bwana asifiwe. Hiyo yote alikuwa ni maneno, amemkasirikia Mungu. Amesema maneno mabaya kwa sababu anaona Mungu hajamtendea vile anavyotaka. Baada ya pale sasa, yeye akatafuta njia ya kutoroka, akaweza kukimbia. Hiyo ni story nyingine ndefu. Haleluya. Lakini tunaona nini? Maneno yako, ukiwa na hasira utakiwi kuongea. Ni bora unyamaze kimya, uangalie watu. Tafakari kabla ya kuongea au kusema. Watu wengi wamejifunganisha kwenye maagano. Mtu unakuta, ngoja niseme hii ya pili afu ndo tuelezee. Ya pili ni ukiwa na furaha sana, punguza kuongea. Ukiwa na furaha sana, punguza kuongea. Tunaenda kumwona Yefta. Halo? Wangapi wanamjua Yefta? Wangapi tunasoma Biblia jamani? Wangapi wanamjua Yefta? Yefta, ukisoma kitabu cha Waamuzi kitakwambia Yefta wakati anaenda kupigana katika lile jeshi, anamwambia Bwana, ukinishindia katika vita hii, nitaporudi nyumbani, mtu wa kwanza kunilaki nitakupa wewe kama sadaka. Anarudi nyumbani, mtu wa kwanza kumlaki binti yake wa pekee.
anaanza kulia machozi. Ukiwa na furaha sana, kimya. Unaweza ukatamka kwa furaha maneno mengine ambayo yakakusababisha kujifunganisha kwenye maagano ambayo huwezi kutoka. Yefta ikabidi amue mwanae, sadaka aliyosema anatoa, na ni mwanae wa pekee. Halo? Haleluya. Mungu, nitakutolea wewe, nitakutolea hiki, ukinipa hiki, alafu utimize. Una furaha hapo. Mungu, nitakujengea kanisa, ujenge. Mungu, nitakufanyia hivi. Unajiingiza kwenye nadhiri alafu huwezi kuifanya. Ndio maana unaambiwa ukiwa na furaha, kaa kimya. Furaha ile iliyopitiliza. Unaweza ukatamka vitu ambavyo hauviwezi kuvifanya, vikakufunganisha, ile nadhiri ikakutafuna. Watu wengi wamejifunganisha kwenye nadhiri za Bwana, wengi sana humu, wengi sana. Bwana, nitakufanyia hivi. Bwana, nitakutolea hivi. Bwana, mimi nitasimama. Bwana, mimi nitafanya kazi yako. Bwana, mimi nitafanya hivi. Hawafanyi. Umejifunganisha kwenye maagano. Haleluya. Twende kwenye agano la tatu. Agano la matendo. Agano la matendo. Tutasoma kitabu cha Mwanzo 17 mstari wa 10. Kitabu cha Mwanzo sura ya 17 mstari wa 10. Hili ndilo agano langu utakalolishika kati ya mimi na wewe na uzao wako baada yako, kila mwanamume wa kwenu atatahiriwa. Amen. Haleluya. Agano la kutahiriwa. Kutahiriwa ni agano pia, ni ishara ya agano la matendo. Bwana asifiwe. Sasa wapo wale watu ambao wanaenda kutahiri watoto kwa waganga kienyeji. Watu wameona tu, wanapita mtaani, ujui agano lake ni lipi, anaenda anatahiri mtoto. Ujui huyo mtu ni nani, anashika manyoka huko nyumbani au amefunga manyoka, anaenda anatahiri mtoto. Watu wanakuwa wameinganishwa katika maagano kwa staili hiyo. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe sana. Msipeleke tu watoto ovyo ovyo kwenye kutahiriwa. Unaweza kumfunganisha kwenye maagano ambayo hata wewe bila kujua. Twende agano la 4. Agano la mavazi. Unaweza ukaingia kwenye agano la mavazi kama Elisha. Elisha aliingia kwenye agano la mavazi baada ya Elia kumpa vazi lake. Elisha kuwa nabii, lakini baada ya kupata lile vazi, roho ya kinabii kaanza kufanya kazi. Sasa hapo kuna positive na negative way katika maagano, kama ile ya damu ya Yesu iliyosema, na kama hii ya Elia ambao alipewa vazi, lile vazi likafanya kazi. Watu wanatoa, mtu anakupa kitu labda mavazi uyaombee. Siku moja wakati namsikiliza Mwakasege alikuwa anasema, kwa nini mimi siendi kununua nguo? Mungu alimkataza akawa anashona. Aliona kwa kuna nini katika zile nguo anazozinunua. Lakini watu wengi wa leo wananunua nguo wanavaa. Mtu anakugaia nguo anavaa. Yeye unajua ana maagano gani, na wewe unaenda unavaa, unajifunganisha na yale maagano katika mavazi. Viatu unavaa, vazi lolote lile unalopewa, kabla hujapewa, kabla hujanunua, takasa. Omba kwanza Mungu aseme na wewe ndiyo uvae. Lakini watu wengi wa leo ananunua kutoka dukani, anavaa, anapewa, anavaa, kiamini kabisa. Usiamini mtu, hata mlokole mimi naweza nikakupa kitu
Kama mtu amekinenea vibaya ni problem. Mavazi yanaangusha watu sana. Adui akiwa anamtaka mtu, anatafuta njia yoyote ya kupata. Akikushinda kwenye chakula, anakuja kwenye mavazi. Akikushinda kwenye mavazi, maneno yako mwenyewe unaweza ukajifunganisha. Bwana asifiwe. Halo. Tuwe tunatakasa na kuombea mavazi, especially zile nguo za mitumba. Ombea sana, kwa sababu hujui ni roho gani huyo mtu alozibeba ambazo na wewe unaenda unazivaa. Hujaziombea, hujazitakasa, hujafanya chochote kile. Unajifunganisha na maagano ambayo hujui. Bwana asifiwe. Twende ya 5. Agano la sadaka. Kisoma Zaburi ya 50 mstari wa 5. Zaburi ya 50 mstari wa 5. Kitabu cha Zaburi ya 50 mstari wa 5. Nikusanyieni wacha Mungu wangu, waliofanya agano nami kwa dhabihu. Haleluya. Ninajieleza, nikusanyieni wacha Mungu wangu. Si andiko linajieleza. Kuna watu wanaambiwa watoe fungu, sio utoe fungu la 10. Fungu la 10 ni agano. Alafu mtu anakuja anakuambia kwamba pastor, na matatizo haya. Wewe umekuwa mwaminifu kwa Bwana? Wewe unamtolea Bwana impendezavyo? Fungu la 10 unalibana. Alafu nataka Bwana akutendee. Ufanye lile agano la Bwana ili akutendee. Muone Abraham, zile neema ya Abraham au zile baraka za Abraham natakiwa utembee nazo. Lazima ujifunganishe na zile baraka ili uweze kubarikiwa. Mtu anatoa sadaka shingo upande, na ndivyo inaenda hivyo hivyo shingo upande. Unapotoa kitu, toa kwa moyo wote. Sadaka imebeba agano kubwa. Kuna wakati uhitaji maombi, kuna wakati sadaka inafanya kazi. Ni agano kamili tosha kabisa. Lakini watu wengi wamekuwa wazito. Mtu anashikilia tu maombi tu, sadaka atoe. Hatukwambii tunahitaji sadaka yako kwa sababu labda unaona tunahitaji, ila tunakufundisha kwa ajili ya kujua kwamba sadaka ni agano mbele za Mungu. Haleluya. Halo. Halo. Ya 6 tunaona ni agano la kuzaliwa kwako. Agano la kuzaliwa kwako. Sasa hapo watu hawajui, kuna watu wengine wamezaliwa barabarani, wengine kwenye visima, wengine kwenye gari, wengine sehemu gani. Sasa hapo utaangalia vitu viwili, au ni swali la kujiuliza. Wakati unazaliwa ulizaliwa wapi? Na wakati unazaliwa ulipokelewa na nani? Na huyo alokupokea wakati unatoka tu alisema nini juu yako? Alitamka nini juu yako? Bwana asifiwe. Kuna nesi wengine sio nabii, wako katika maagano. Kuna madaktari, kuna manesi wengine wapo wanaotumika. Mtu ile anakuona tu kwanza hujazaliwa tumboni, akasema yule mtoto wa kwangu yule utamtoa sadaka. Anaanza kunenea kabla hujatoka tumboni. Hujai kuona hivyo? Unaenda kupima mtoto haonekani, mtoto kageuka. Kuna mdada mmoja alikuwa ananiambia wao kwao mtu akiwa na mimba, kama kuna eneo la wachawi, wanamtoa yule mtoto wakitaka kumfundisha uchawi. Kuanzia mdogo tumboni wanamtoa kumfundisha uchawi, wanamrudisha, wanamtoa, wanamrudisha. Ulizaliwa wapi? Nani alokupokea wakati unazaliwa? Na alisema nini? Alikutamkia baraka? Alitamka nini wakati anakushika pale?
Kuna wengine wamefunganishwa kwenye maagano wakati wanazaliwa, bila wao kujua wamewekwa katika maagano. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe sana. Ukisoma hii Isaya 48 mstari wa 8. Isaya 48 mstari wa 8. Kitabu cha nabii Isaya sura ya 48 mstari wa 8. Naam, hukusikia, naam, hukujua, naam, tokea zamani sikio lako halikuzibuka. Maana najijua ya kuwa wewe watenda kwa hila nyingi, nawe umeitajwa mkosaji tangu kuzaliwa kwako. Umetajwa kwa mkosaji tangu kuzaliwa kwako. Mtu anakubeba alafu anakutamkia maneno mabaya kabisa. Mtu anaweza kawa na wivu tu, umezaliwa, anakutamkia vitu ambavyo sio vizuri kwako. Bwana asifiwe. Naomba nisomee na hii Ezekiel 16:4. Ezekiel 16:4. Kitabu cha nabii Ezekiel sura ya 16 mstari wa 4. Na katika habari za kuzaliwa kwako, siku ile uliozaliwa, kitovu chako hakikukatwa, wala hukuoshwa kwa maji usafishwe, hukutiwa chumvi hata kidogo, wala hukutiwa katika nguo kabisa. Bwana asifiwe. Ukijifungua, tafuta wachungaji wakupe maelekezo. Jua huyo mtoto wako anatakiwa afanywe nini. Kuna watu vitoko hivi, hujai kuona wale wabibi au labda kwenye familia, mtoto anapozaliwa unakuta mtu anachukua maji anaweka mdomoni, anasukutua kuchu, alafu anamwagia usoni. Hujai kuona? Unajua anakuingiza kwenye maagano gani? Unajua ile ni mila au ni nini, ni kitu gani kile? Hii ndio kwetu tunafanya hivi. Hii ndio kwetu ndio iko hivi. Kuchi. Alafu wewe sasa unaanza kutoa macho. Maisha yako yanakuwa ya taabu, maisha yako yanakuwa ya shida. Kumbe kuna mtu mmoja aliyosababisha maisha yako yawe hivi. Bwana asifiwe. Halo. Tunaenda ya 7. Dogo naenda kwa haraka. Ya 7 ni agano la maeneo. Je, umeshawahi kujiuliza, hapa ninapofanya kazi, hapa ninapofanya biashara, mbona kila nikifanya biashara pafanikiwe? Sehemu unapokaa kuna maagano gani ile sehemu? Kuna mengine hadi makanisa hayafanikiwi, hayaendelee, unakuta makanisa mengine yanakufa. Sehemu ile ina maagano gani ilowekwa? Bwana asifiwe. Halo. Ardhi ile ilisemewa nini? Tunaona ardhi ya Israeli ilikuwa imebarikiwa sana. Bwana asifiwe. Halo. Halo. Tupo pamoja? Au kila mtu anatafakari iko kwenye agano gani au aliingizwa agano gani? Bwana asifiwe. Ili agano la ardhi sasa, unakuta watu wengi wanakuwa wafanikiwi kwa sababu ya lile eneo. Lile eneo ambao wamelikuta ile sehemu. Mungu anawape mfano mmoja. Kuna maagano mengine unaweza ukawa umeolewa, umeingia kwenye ndoa ambao hujui hiyo familia ina kitu gani. Ukiingia unakuta tayari utaratibu wao ndio wanaofanya hivi. Lile kwenye matendo, hii inaielezea kwenye matendo sasa. Kuna matendo ambayo anayafanya pale, inakukuta na wewe kwa sababu unapenda mume na ndio umeolewa, unafanya yale maagano yao bila kujua au
asifiwe. Ninaongea na mtu hapa. Halo? Halo? Ardhi uliokuwepo wewe ina maagano gani? Umeiombea, umeitakasa, sawa. Hiyo ardhi inakuzalia matunda? Lazima unapoombea ardhi kuzalia matunda, una mamlaka kukwambia wewe ardhi ukazae matunda. Matunda ikiwa inamaanisha kuanzia uchumi, kuanzia uzao, kuanzia kila kitu, yani baraka ya ardhi kama ilivyobarikiwa ile ya Israeli. Bwana asifiwe. Halo.